Sisi leo tumekuja hapa Garijembe kwa ajili ya kuja kutoa sadaka au shukurani ndogo kwa ajili ya watoto yatima na wazee wasiojiweza wanaotokea kwenye mazingira magumu. Tunawahitaji zaidi, ila tulilenga baadhi ambao ni muhimu. Katika wale muhimu ndio ambao leo tutaweza kuwaona hapa. Kwa mfano, kuna mtu ambaye ni kilema, hawezi kutembea kabisa miguu, kwa tuna kiti chake ambacho tunatakiwa tumkabidhi leo hapa, na wale watoto ambao ni yatima wengine wamesogea, wapo hapa, wazee wapo hapa, tunaweza kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Tumeamua kufanya hivi kwa sababu tumeona sisi kama Wasafu tuna kila sababu ya kurudi nyumbani kuja kuiangalia jamii yetu. Hapa tunaposema Tasafarioli tupo wengi. Wengine wapo Dar es Salaam, wengine wapo Tunduma, wengine wako nchi za nje, lakini tupo wengi. Lakini tukaona kwa nini sisi haturudi nyumbani? Sisi kwa nini turudi kusaidiwa na wengine? Tukaona sasa tuna kila sababu ya kurudi nyumbani, na ndio maana leo tumeanzia huku. Tuna wengi tunatokea mjini, lakini tumekuja hapa kijijini kuja kusaidia ndugu zetu. Kicho tusukuma zaidi kwa sababu wahitaji ni wapo, kwa sababu tulishapigiwa simu kusema eneo la Garijembe labda tulishaambiwa kusema lina wahitaji. Kwa hiyo sisi ndio maana tumechagua kuja maeneo haya. Na sio kama tunakuja hapa tu, hapana. Mwakani tunaenda kijiji chengine, kwa hiyo tunatembea kijiji kwa kijiji ili turudi majumbani kwetu. Msaada hii tumetoa kwa watoto yatima ambao wapo kwenye kituo. Alafu pia msaada huu tumetoa kwa wale wazee ambao wanatuzunguka katika kijiji cha Garijembe. Alafu pia kuna walemavu pia tumewapatia viti vya kutembelea. Tulichokifanya leo ni kitu ambacho ni muendelezo, lakini kubwa zaidi namna ambavyo watu wamenufaika na tukio la leo. Watu ambao wameondoka na tabasamu, watu ambao wameondoka wakiwa wana furaha tele kupitia sadaka ambazo Tasafarioli wamejichanga kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Hiyo naamini hata vijana wengine wote wa Kisafu ambao wako sehemu yote hapa duniani kwa kupitia tukio la leo tunawakaribisha sana ndio kuungana na vijana wenzao tuweze kufanikisha mashakato mbalimbali, lakini tuweze kuitambulisha jamii yetu kwamba ni jamii ya aina gani. Wito wangu kwa jamii kwa kuto kuwatenga hao ndugu zetu, tunaomba sana jamani, tujitokeze sana kuwasaidia watu wasiojiweza. Tunaamini tukija kwenye mambo ya kidini, tunaamini ni moja ya sadaka kwa kuwasaidia watu wasiojiweza. Tulicho nacho tuweze kukitoa. Kile ambacho unakuwa umejaliwa na Mungu unaweza ukawa unasaidia watu ambao hawajiwezi kama wazee, watoto yatima, ili kesho na kesho kutwa Mungu aendelee kukujazia pale ulipotoa. Sina kuwalipa, mimi najua Mungu. Asante sana kwa kunipatia mgonjwa mimi. Utajisaidia kwa kuogea, kukoka moto, ndio utajisaidia baba yangu. Mimi nasema Mungu awabariki. Mungu awabariki. Nashukuru kwa ajili ya mama yangu mpendwa mliomkumbuka kwa kumpa wheelchair, maana miaka 8 hajatoka nje. Kwa neno tuseme hajaliona jua, na sasa ataenda kuliona jua. Atajisikia vizuri na sisi tutapeleka salamu zenu sana, maana yeye hapa hayupo. Lazima tutamwambia kwamba Wasafu wenzako wamekusaidia hiki kichache.